رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Baada ya kumhimidi Allah jalla jalaluhu na kumtakia rehma kipenzi chake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuendelea kueleza wanawake waliomzunguka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena kwa nembo ya mwanamke kama binti, yani mwanamke kama binti wa wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo tumzungumzia Khansa binti Khidam. Uislamu ulimweka mwanamke mahali ambapo kwamba panastahiki kulea malezi ya nyumbani na kusimamia mambo ya nyumbani, na kwamba yeye ataulizwa masala ya nyumbani. Yeye ni mmoja katika viungo vya kumsaidia mume katika mambo ambayo kwamba yanayofungamana na nyumba. Huria yake ni kuingia katika ndoa, na ana huria pia katika kuleta rai katika mambo ya ndoa na mambo ya Uislamu. Huria yake amewekewa huria katika ndoa, yani yeye mwenyewe ni akubali katika ndoa kwamba huyu bwana namtaka. Akataa, hakuna ambaye kwamba atakayemwingilia. Ndio utapata hata yule mmoja aliozeshwa na bwana babake, alikwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutaka kuonyesha ulimwengu huria ya mwanamke katika masala ya ndoa. Akamwambia, Rasulullah, babangu ameniozesha bila idhini yangu. Mtume akamwambia, nenda basi ukajiachishe. Akamwambia, la, nilikuwa nataka watu wafahamu kwamba mwanamke naye pia ana huria katika masala ya ndoa, kukubali yule anayemuoa ama kumkataa yule anayemuoa. Kwa hivyo Uislamu umemwekea mwanamke huria katika suala la ndoa, kukubali kwake ama kukataa kwake kwa yule ambalo kwamba kwa yule ambaye kwamba anayetaka kumuoa. Na ana huria ya kudhihirisha rai yake kwa sababu ni haki yake katika masala ndoa, na hakuna mtu ambaye ana ulazima wa kumlazimisha aolewe au kukataa rai yake, isipokuwa sharia yamwambia mwanamke aweza lazimishwa kuolewa ikiwa mwanamke yule hana utulivu katika mambo ya dini. Ni mwanamke yuko spidi, babu na baba wana ile nini, wilaya ya lazima, wilaya ya lazima, lakini kwingi ni mpaka mwenyewe akubali. Mwanamke ana nafasi ya kutoa rai, na mwanamke bali wengine kuna atamu sha'nan min ar-rijali au min ar-rajuli. Na ndio utapata katika Uislamu mwanamke anapoolewa na mume anapomuoa yule mwanamke hakumridhia wala hakumridhisha baada ya kumuoa, lakini si rahisi utokee umuoe mwanamke hali ya kuwa hajakuridhisha ukaenda ukamuoa. Ikitokea lakini masailu iftiradhia kwamba umemuoa kisha ukagundua kwamba huyu mwanamke hakuridhisha ukamwacha kabla hujamuingilia, angalia Uislamu ulimomwekea daraja kwamba mwanamume yule nisfu ya mahari yake atakwenda kwa mwanamke. Ni huria fihi ab'ad mada, kwamba nusu ya mahari, kwa sababu Qur'an inatuambia idha talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an yafuna au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Tampa nusu ya mahari kwa heshima ambayo kwamba Uislamu uliomwekea. Ikiwa umemwingilia na ukamwacha baada ya kumwingilia, mahari yote utamwachia. Mume hafai kumwambia
hiya duni nasaban au manzila, kwamba ni duni kwangu mimi kwa nasabu na daraja, la, kwa sababu fa kullu nisai akfa'u rijal, kinyume chake laysa kullu rijali akfa'u almar'a. Angalia Uislamu unapomtukuza na mwanamke. Kisha Uislamu umekuja ukampa mwanamke uwezo ya kwamba anapomchukia yule mume kwa tabia zake mbovu, anafaa kwenda kujivua ama kutaka ndoa ivunjwe. Kwa sababu bwana Mtume Muhammad ashapitisha kina Khansa binti Khidham al-Ansari, lianna abaha zawjuha wa hiya kariha, lianna abaha zawjuha wa hiya kariha. Mtume Muhammad fasama ar-rasulu zawaja Khansa binti Khidham al-Ansari, kwa sababu yeye ni bani Amr bin Auf bin al-Aus. Alimkuta na bwana Mtume mwanzo wa Madina, mwanzo Madina, hali ya kuwa ni mdogo. Alikuwa ameposwa watu wawili, Abu Lubaba ibn al-Mundhir, ahadul abtal an-nabihin min ashabi Rasulillah, na wapili rajul min bani Amr ibn Auf, jamaa zake. Akaozeshwa Abu Lubaba, hali ya kuwa si kwa radhi yake. Akaenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akimwambia Mtume kwamba baba yangu ameniozesha hali ya kuwa hakunishauri. Mtume akamwambia, wewe huna nikaha. Kwa nani? Kwa Abu Lubaba, kwa yule ambaye kwamba aliyekuozesha, afwan, kwa Abu Lubaba, kwa aliyekuozesha. Huna nikaha kwa yule ambaye kwamba uliozeshwa hali ya kuwa yeye alikuwa yuampenda Abu Lubaba. Inkihi man shi'ti, nenda ukaolewe na yule unayemtaka. Hadithi imo ndani ya Sahih Bukhari kuonyesha kwamba ana uwezo wa kukubali na kukataa katika masala ya nikaha. Yeye mwenyewe asema, inna abi qad ta'adda alayya fazawwajani wa lam yush'ir bi faqala laha la nikaha lahu inkihi man shi'ti. Nikaha si yake, nikaha yako wewe, nenda ukaolewa na yule namtaka. Akaolewa na Abu Lubaba. Shafahamiana, si ndio? Waliposwa na watu wawili, mmoja na Abu Lubaba na wapili ni rajul min bani Amr ibn Auf. Akaolewa na huyu bwana Amr ibn bani Auf, jamaa zake, hali ya kuwa yeye alikuwa mtaka Abu Lubaba. Akaenda kashtaki kwa Mtume. Mtume akamwambia, nenda kaolewa unayotaka. Akaolewa na Abu Lubaba, kuonyesha kwamba ana amri katika masala ya ndoa. Muhadithun asema katika masala ya kuolewa kwake Umm Kulthum, utapata hadithi katika Muwatta, alikuwa ni bikra. Wengine kuambia alikuwa ni mke mkuu kama Ibn Sa'd anavyoeleza. Ndio akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amma waladi ahabbu ilayya faj'al amraha biyadiha, faj'ala amraha biyadiha. Mimi nampenda Abu Lubaba. Kwa hivyo Mtume akampa amri kwa mikono yake ajiozeshe yule ambaye kwamba anayemtaka. Imamu Sarkhasi katika kitabu ya Mabsut kwa hadithi hii ni Khansa binti Khudham alileta kwa masala yanayofuatana, akasema Al-Khansa akamwambia, inna abi zawajani min ibni akhihi wa ana lidhalika kariha. Faqala sallallahu alayhi ajzi ma sana abuki. Faqultu mali raghbatan fi ma sana abi. Akamwambia Mtume kwa baba yangu ameniozesha kijana ndugu yake na mimi simtaki. Mtume akamwambia, pitisha yale ambayo kwamba aliyofanya baba yako, bi maana kubali. Khansa akamwambia Mtume, sina raghba kwa yale aliyofanya baba yangu,
ndio pale kaja idhhabi fala nikaha lahu ankihi man shiti. Riwaya kaja nyingine akasema nimekubali alilolifanya baba yangu, walakinni aradtu an ya'lama an-nas anna laysa lil-abai min umuri banatihim shay'un, ila mimi nimetaka kuwajulisha watu kwamba baba hana amri kwa wasichana, ilipokuwa wasichana wenyewe wafanyeje wanachotaka. Sasa hapa imekuja riwaya mbili. Riwaya kwanza ni kwamba mtume akamwambia hakuna nikaa, neno kamuoe yule ambaye kwamba unayemtaka ule unabulu baba. Sarkhasi asema ya kwamba yeye alikwenda kwa mtume kumweleza ili tu aonyeshe watu kwamba mwanamke pia ana amri katika masala ya ndoa. Ndoa ile ile ambayo kwamba baba yake aliyopitisha ikapita, akabaki na yule mume aliozeshwa na baba yake, ila tu wanawake wafahamu ya kwamba hili suala la kuozeshwa msichana lazima ashauriwe yeye, lazima rai yake kubalike. Akikataa ni maana huna ulazima wa kumuozesha, ila yule tuliomweleza mwanamke ambaye kwamba ni changu doa, hasikizi. Sasa kuna ile wilayatul ikhtiyar wa wilayatul ijbar. Wilaya ya ikhtiyari ambayo ndio hii ya kuozeshwa kwa kushauriwa, na kula wilayatul ijbari ambayo yafungamana na babu na baba ya kumlazimisha mwanayo aolewe, kwa kuwa mwana yule asije akaleta aibu nyumbani hata kama hataki yeye. Hapo utapata bwana Mtume Muhammad kwa Khansaha kukataa maneno yake, na hadithi yatueleza kwamba alikuwa ni Barira kuonyesha kwamba hii jariyatu min jiwari al-Habasha, alikuwa amelikiwa na Uqba bin Abi Jahli. Mume wake alikuwa ni abdan min abid al-Mughira, ma kanat al-gharrahu law kana laha amruha fa ashfaqat alayha Aisha ummul mu'minin fashtaraha wa a'taqaha faqala laha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam malaktu nafsaki fakhtari. Mume wake alikuwa akitembea nyuma yake kwa kulia, hali ya kuwa anamkataa. Riwaya zinavyoeleza, Mtume akamwambia masahaba wake, ala taajabuna min shiddati hubbihi laha, mwangalie yule mume anavyompenda yule mwanamke, hali ya kuwa mwanamke naye amchukia mume wake. Ndio akaambiwa na Mtume, ittaqillaha fa innahu zawjuki wa abu waladik, muogope Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mume wako na baba watoto wako, mtoto wako. Faqalat ata'muruni, waniamrisha. Faqala laha innama ana shafi'un. Faqalat idhan fala hajata li fihi, sina haja naye. Samahani, si ndio? Kwa ufupi ni masala marefu ambayo kwamba yalofungamana na Khansa, ila mababa yataka wafahamu wasichana wao kile wanachokitaka na wasichokitaka. Wasichana wao namna wanavyokuwa taani albanat min alalami nafsiyati wa jismia. Huyu msichana alikwenda akamzungumzia baba yake kwa kuwa baba ameniozesha pasi na idhini yangu, akamwandikia baba yake mashairi ya kumweleza kile alichokifanya baba. Ya aya abata annaitani wabtalaitani wasayyarta nafsi fi yadi man yuhinuha, aya abata laula taharruja qad daa alayka mujaban da'watan yastadinuha. Wengine wasema alipoolewa na ibn ammi yake akasema, aya ajaban lilkhawdi yajri ushahuha tuzaffu ila shaykh min alqawmi tinbali da'aha ilayhi annahu dhu qarabatin fawailu lilghawani min bani al-ammi wal khali. Kwa fupi tafuta kisa cha Barira kama vitabu vya ilam wa tarajim wa siyar vilivyokuja kueleza kuhusu kisa cha huyu bibie Khansa na huyo Barira, namna ilivyokuja alivyokuwa yomlilia mume wake nyuma, kama tulivyoeleza. Kuna mgana kulingamana na sahibul mabsut asema
kwamba alikuwa ni Barira, hiya jariyatu min jiwari al-Habasha, ambaye kwamba alikwenda kwa mtume. Ni riwaya mbili zimekuja, wengine kwamba ni Khansa, wengine ni Barira, lakini almuhimu mahali petu tunapotaka kueleza ni kwamba mwanamke ana amri katika jambo lake la ndoa mpaka yeye mwenyewe akubali. Ikiwa hajakubali, basi wewe kama mzazi si ulazima umuozeshe mtoto wako. Ikiwa mtoto wako ni musliha au ni swaliha, shafahamiana, si ndio? Mwache achague mwenyewe, kama Barira alivyokuwa yatembea nyuma ya mume wake huku akiwa ni mwenye kumchukia mume wake, mume yuampenda yuamlilia. Bwana Mtume Muhammad akaombe ittaqillah fa innahu zawjuk wa abu waladik, lakini akamwambia taamuruni, Mtume akamwambia la inma ana shafi'un. Barira akamwambia Mtume fala hajata li fihi. Shafahamiana. Ikiwa ni Khansa alikwenda kwa Mtume akamweleza Mtume kwamba baba ameniozesha, ikiwa aliachishwa na Mtume akaolewa na yule Abu Lubaba, ama kwa riwaya iliyokuja hakuachishwa, ila tu alitaka kuwafahamisha wanawake kwamba nyinyi pia mna nafasi katika ndoa, ili mfahamu kija kuposwa muwe na nyinyi mwatoa ile ambayo kwamba rai yenu ni kuonyesha kwamba wanawake Uislamu umewatukuza. Paka mambo ya ndoa umewatukuza, kuolewa na unayemtaka, kisha pia mambo ya ndoa unakutukuza, ujikomboe katika ndoa kwa mume ambaye kwamba anakuletea madharau, anakuletea uchafu, anakuletea mambo yasiyoridhisha kwa Allah Jalla Jalalu, kama walivyojikomboa kwa wale ambao kwamba waliojikomboa mbele ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakatoa shamba la mahari wakaliregesha ili tu mume amwache, kwa kuwa mume hasilihi kwa yule mwanamke kwa tabia alizonazo. Kuonyesha Uislamu, wanawake wanajaliwa sana na Uislamu. Kuonyesha Uislamu unamtukuza mwanamke katika Uislamu. Usije ukatiwa mawazo yasiyokuwa mazuri kwa akili yako ukaona kwamba Uislamu kukandamiza. La, umepewa mwanamume talaka, umepewa wewe al-khulu, amepewa kadhi al-fasq, kufusahi ndoa ikiwa hamuridhiani katika masala ya ndoa. Khulu ni utoe ununue talaka. Talaka ni mwanamume akupe. Usione kwamba mwanamume ndiye peke yake mwenye kujiachisha, mwenye kuacha. La, na wewe pia una nafasi ya kujiachisha, kwa sababu Uislamu pia unakuzingatia, kwa sababu wewe uko katika daraja ya daraja ya Uislamu umekupa namna ya kujitetea katika mambo yako. Ndio wakasema wenye kusema kwamba mwanamke fa kullu nisai akfa'un lirijali wa laysa kullu rijalin akfa'u lilmar'a. Mwenyezi Mungu awajalie wake zetu na wao wajue thamani yao waliopewa na Uislamu ili wapate kutendea kazi. Asadallahu awqatakum wa ila liqa. Shukran jazilan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رمضان 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 كريم رمضان